Taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali kwa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2024 itakayowasilishwa leo mbele ya baraza la madiwani inaonyesha kuwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge imepata hati inayoridhisha unqualified opinion. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hati hii hutolewa pale mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali yani CAG anaporidhika kuwa taarifa za fedha zilizokagua zimeandaliwa kwa usahihi na kwa kuzingatia viwango vya uhasibu vya kimataifa vya uandaji wa taarifa za fedha yani IPSAS. Hata hivyo, kutolewa kwa hati na uridhisha haimaanishi kuwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge ina mfumo wa udhibiti wa ndani wenye ufanisi wa 100%, ila inamaanisha kuwa hakuna jambo lolote kubwa lililobainika na mkaguzi kumfanya atoe hati yenye shaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali kwa mwaka 2023 inaonyesha kuwa jumla ya mapendekezo 46 yalitolewa kwa ajili ya ufuatiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo haya yanajumuisha mapendekezo ya hoja 29 zilizoibuliwa katika ukaguzi wa mwaka wa fedha 2023 na 24 na hoja 17 za miaka ya nyuma. Hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi inaonyesha kwamba kati ya mapendekezo 46 yaliyoibuliwa, mapendekezo 11 sawa na 24% yametekelezwa, mapendekezo 35 sawa na 76% yapo katika utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchanganuo umeonyeshwa kwenye jedwali namba 1. Kama inavyoonekana, mwaka 2023 na 24 tulikuwa na jumla ya hoja 29 ambapo hoja 7 zimetekelezwa na mkaguzi amezihakiki na kuzifunga na kubakiwa na hoja 22. Kwa mwaka 22 na 23 jumla ya mapendekezo yalikuwa 8, moja limetekelezwa na kufungwa, mapendekezo 7 yapo kwenye utekelezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ujumla hoja zote kwa miaka yoyote zinafika hoja 46 ambazo 11 zimetekelezwa na kufungwa sawa na 24% na hoja 35 zipo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji ambazo sawa sawa na 76%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa ripoti ya fedha ya mfuko wa afya yani HBF, kati ya mapendekezo 5 yaliyotolewa kwenye ripoti ya fedha za mfuko wa afya, mapendekezo 2 sawa na 33% yametekelezwa na mapendekezo 4 sawa na 67% utekelezaji wake unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchanganuo umeonyeshwa kwenye jedwali namba 2. Kama inavyoonekana, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 23 24 kwa na jumla ya mapendekezo 4 ambapo 2 yametekelezwa ama mapendekezo 2 utekelezaji wake unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka 2017 na 18 kulikuwa na mapendekezo 2 ambapo yote utekelezaji wake unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo inaita jumla ya mapendekezo 6 yaliyotolewa, 2 utekelezaji wake umekamilika na 4 utekelezaji wake unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kuna mapendekezo 4, jumla ilikuwa mapendekezo 5. Mapendekezo 4 yametekelezwa kikamilifu ambao ni sawa na 80%, na pendekezo 1 liko kwenye utekelezaji ambao ni sawa na 100%. Mheshimiwa Mwenyekiti, jedwali namba 3 linaonyesha mchanganuo huo ambapo kwa mwaka 2023 na 24 pendekezo kwa moja ambao nao limetekelezwa. Kwa mwaka 22 23 kulikuwa kuna mapendekezo 4 ambapo 3 yametekelezwa na 1 utekelezaji wake unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla hiyo inaita mapendekezo 5 ambapo 4 yametekelezwa na 1 utekelezaji unaendelea ambao sawa na 20%. Hali ya utekelezaji wa maagizo ya kamati ya bunge hesabu za serikali za mitaa naonyesha kwamba jumla ya mapendekezo 19 yalitolewa tarehe 1 Oktoba mwaka 20 na 13 mpaka mwaka 2020 na 23. Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya maagizo yaliyotolewa ni maagizo 19. Kati ya maagizo hayo, maagizo 3 yametekelezwa kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maagizo 6 utekelezaji wake unaendelea. Kwa namna ya kipekee nitoe pongezi kubwa sana kwa halmashauri pamoja na baraza la madiwani na watumishi wote kwa kupata hati safi. Hongereni sana. Niseme tu jambo la pili ambalo ni kubwa tuzungumze siku ya leo ni kuendelea kujibu zile hoja zilizobaki kwa kasi inayotakiwa. Hayo maelekezo tumeshatoa na tunategemea ndani ya muda mfupi halmashauri itenge siku ambayo itakuwepo na watafanya kikao pamoja na mkaguzi wetu
kwa ajili ya kupata maelekezo ya kukamilisha zile hoja ambazo zimebaki. Kwa hilo ndilo kubwa ambalo tunaomba mkurugenzi atoe kipaumbele kwa kuwa na siku maalum ndani ya muda mfupi kabisa, ili zile hoja ambazo zimebaki ziweze kupatiwa majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ile la ushirikiano, mimi pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tumesisitiza sana. Kwa kweli katika ushirikiano ni eneo ambalo tunahitaji kuboresha katika halmashauri hii ili tusisalie na hoja nyingi kiasi hiki. Yote naomba mkatekeleze kama alivyoelekeza Katibu Tawala wa mkoa. Amegusia kidogo ushirikiano kama haupo sawa sawa hivi. Sasa sijui mwenyekiti wa halmashauri shida ipo wapi? Mnakusanya vizuri mpaka mnavuka lengo. Sasa tatizo la kutokushirikiana sawa sawa sijui linatokana na nini? Na kila mmoja ashughulikie hoja ya idara yake. Msimsukumie mtu mmoja akaenda kujibu hoja ambazo hata hajui zimetokana na nini. Umesikia DT? Kila mmoja ashughulikie hoja ya idara yake. Usibebe msalaba ambao haukuhusu. Tumeelewana kwa idara? Yaani sikilizeni ndugu zangu. Ukipewa kazi ya utumishi wa serikali, ujue unatakiwa kumhudumia kila mtu. Kwa moyo, kwa uzalendo, kwa unyenyekevu mkubwa. Na mimi kwa sababu pamoja na baadhi ya kuvunjwa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huwa tupo sio viti. Huwa tupo kwa muda fulani. Unaweza ukashauri kuelekeza, ingawa baraza limevunjwa, sijui vinginevyo popote tutakapokuwa tumeelekezwa na serikali. Lakini tumeyapokea, na kwa dhumuni hilo la kuyapokea na ni dhumuni la kwenda kuyasimamia ili yakaweze kutekelezeka. Ni kweli Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tumebaki na hoja 40. Hoja 40 ambazo hoja mpya ni 24. Kwa kuwa usimamizi wa kujibu hoja hizi uko kwako mkurugenzi pamoja na timu yako, ninyi ndio vinara wa kujibu hoja hizi. Mwaka 2025 tunakwenda kumaliza kwa kutekeleza makisio yetu tuliokuwa tumejikisia ya bilioni 4 na milioni 501, tukiwa 98% au 102. Maana tuna lugha mbili, kuna wakati zinakuwa 102, kuna wakati zinakuwa 98. Lakini vyovyote vile kwa tumepiga hatua, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumepiga hatua.